Mungu wetu mwenye uwezo na mamlaka, kwa jina la Yesu Kristo, tunataka kukuenzi Bwana siku ya leo tukisema wewe ni Mungu unayestahili sifa na ibada na shukrani kila wakati. Asante Bwana kwa vile ambavyo unatuongoza, unazidi kujifunua kwetu ili hatimaye kila mmoja ajue kwa uhakika nafasi yake katika uchumi wako ni ipi, na wewe Bwana kudumu hapo akiwa katika huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu, inaomba ya kwamba uchunguze maisha yetu. Hatungetaka kuwa na dhambi katika maisha, tungetaka kuwa ni watu wenye haki, ili hata tukija mbele zako kwa njia ya maombi unasikia maombi yetu. Ninaomba utakase nafsi na mawazo ya kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie Bwana kufikiria juu ya mambo ya haki na sio mambo yaliyopotoka ya dunia hii. Ninaomba utusaidie Bwana, na siku ya leo uweze kunena na moyo wa kila mmoja wetu. Mungu wetu, kupitia neno lako ambalo Bwana umetukirimia majira haya ya mwisho. Uinue kila mmoja Bwana, tunatamani kuendelea zaidi katika hii safari. Mungu wetu, tuweze kutoka utukufu moja na kwenda mwingine, na tuweze kuona imani yetu ikiimarika, na mwishowe kila mmoja ajitwalie imani kamilifu. Na inawezekana Bwana kwa sababu umesema hivyo katika neno lako, na tena ni majira kwa ajili ya jambo hilo kutendeka. Asante Mwenyezi Mungu, ninakualika uweze kuwa miongoni mwetu na uchukue mamlaka yote, toa hatamu zote Bwana. Uongoze huu mkutano Bwana kulingana na hekima yako. Mungu wetu, ninaomba ya kwamba ushawishi wa yule muovu utaondolewa miongoni mwetu kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu wetu, wewe peke yako utamalaki mahali hapa. Asante Baba, tuwasema unastahili. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Tutafungua kitabu cha Yeremia 29. Yeremia 29. Tusome mistari kama mitatu hivi hapo. Kutoka mstari wa 11, Yeremia 29 kutoka mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Biblia inasema hivi: Nasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mkinitafuta na kuniona, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Bwana abariki neno. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya jambo hili ambalo ninaliita kutafuta mipango ya Mungu kutuhusu ili kuimarika. Kutafuta mipango ya Mungu kutuhusu ili kuimarika. Jambo la kwanza ningetaka kutanguliza ni kwamba Mungu ana ufahamu wote na hana mwisho wa ufahamu wake. Anaelewa kila kitu, na Mungu hapati maarifa mapya kwa sababu yeye ni mkamilifu. Sio kama sisi ambao tunaongezeka katika maarifa, tunaongeza maarifa na ujuzi na ufahamu. Mungu anafahamu kila kitu, na Mungu hana kipimo, na hakuna kitu ambacho Mungu anagundua tuseme ya kwamba hili ni jambo ambalo hapo awali hakulijua, lakini sasa kwa mara ya kwanza Mungu amepata ufunuo kuna jambo kama hilo. Mungu ametambua jambo kama hilo. Hakuna kitu ambacho Mungu anatambua
wakati wowote. Nabii anasema Mungu hajawahi kupata wazo mpya. He has never had a new thought about anything. Anasema yale mawazo alianza nayo ni hayo aliyo nayo mpaka siku ya leo, kwa sababu ni makamilifu. Sio kama sisi ambao tunaongeza maarifa kutoka wakati mpaka mwingine. Leo kuna kitu utajua zaidi, kesho kuna kitu utajua zaidi, siku hiyo nyingine unatambua zaidi, na ndio sababu tunaongea juu ya ufunuo wa neno. Ufunuo wa neno si wa Mwenyezi Mungu. Mungu hahitaji ufunuo kwa sababu yeye ndiye mfunuzi. Wale wanahitaji ufunuo ni sisi. Tunahitaji kufunuliwa neno, tujue njia zake Mwenyezi Mungu zaidi na tuweze kuimarika katika imani, lakini Mungu hahitaji ufunuo. Yeye ndiye anatupatia ufunuo, lakini yeye si beneficiary ya ufunuo. Yeye hahitaji ufunuo. Ufunuo unamaanisha ya kwamba hatuelewi kila kitu, na ndio sababu Mungu anazidi kufunua hiki na kile kingine. Ndio maana nabii anasema wakati anaongea katika nyakati 7 za kanisa, akiongea juu ya maana ambayo imefichwa, anasema maana ambayo imefichwa si kurejesha tu imani ya kimitume, japo hilo jambo ni sehemu ya mpango wa Mungu siku ya leo. Anasema lakini si hivyo tu. Anasema maana iliyofichwa inamaanisha hivi pia ya kwamba katika maisha yajayo, katika umilele, tutazidi kupata ufunuo wa Yesu Kristo katika nyakati ambazo hazina mwisho. Anasema wakati unapata ufunuo wa Yesu Kristo katika umilele, nyakati ambazo hazina mwisho, ni ile maana iliyofichwa ikifunuliwa. Kwa hiyo unaweza kuona katika umilele ufunuo wa Yesu Kristo utaendelea na kuendelea. Ndio sababu niwaambia hata wale walio dimension ya 6 siku ya leo, maana walimaliza safari yao hapa duniani, waaminio wakaondoka wakaingia katika mwili wa neno, wako pale katika eneo la 6 wakisubiri siku ya kurejea hapa kuchukua mwili, wanazidi kupata ufunuo wa neno. Si kwamba walikoma, huwezi kukoma, na hata wakati miili yetu itatukuzwa tutazidi kupata ufunuo wa neno. Lakini Mungu hatazidi kupata ufunuo kwa sababu yeye ni mkamilifu. Lakini sisi tutapata ufunuo milele daima. Unaweza kuniuliza eleza jambo hilo. Siwezi kueleza mambo mengi hapo, lakini najua neno linasema hivyo, na kama neno linasema hivyo, ni kama vile Paulo anasema Mungu aliliwaza, nabii akalinena na ninaliamini. Na hiyo inatosha. Na kwa sababu Mungu anajua kila kitu, jambo la busara kabisa ni kuweza kutafuta mapenzi yake juu ya maisha yetu. Tutafute mapenzi yake juu ya maisha yetu, kwa sababu katika maisha haya tunang'ang'ana na mambo mengi sana. We have a lot of struggles. Tunang'ang'ana na mambo mengi sana. Unashindwa, nitawezaje kuwa na ushindi juu ya hili jambo? Lakini Mungu anajibu kwa sababu ya hilo jambo tayari. How do I overcome here? Nitawezaje kupata ushindi mahali hapa? Kama ni wale ambao wanamaliza shule tunashindwa, sasa nitasomea kitu gani? Nikienda kwenye chuo nitasomea kitu gani? Nitafuata nini? Na mara nyingi sana tunafikiria hiki, tunatoka. Tunaingia hapa, tunatoka. Tunasikiza hili pendekezo, tunatoka. Hilo ni jambo moja ambalo huwa linatusumbua sana kama wanadamu, mtu akiwa katika hiyo hatua. Hapo tunashindwa nitaoa nani ama nitaolewa na nani? Na hilo jambo linakuwa ni mzigo mkubwa sana kwa waaminio, wanasumbuka, wanateseka. And all the time Mungu ana ule mpango. Mungu anajua. Mungu anajua kama umefika kiwango hicho unafaa uoe nani ama uolewe na nani. Mungu anajua. Sisi hatujui wakati huo, lakini Mungu anajua. Pia tunashindwa, ni kazi gani hii nitaweza kufanya ili niweze kupata kipato changu kwa sababu ya maisha haya. Nitafanya kazi gani hii ili niweze kusaidika na niweze kukidhi mahitaji yangu? Ni kazi gani nitafanya? Kwa hiyo tunatoka hapa tunaingia hapa. Tunatoka hapa tunaingia hapa. Unasikiza hili pendekezo, anza hii kazi.
unasikiza pendekezo hilo, unaanza hiyo kazi, inaanguka baada ya muda usio mrefu. Ni mambo mengi sana ambayo tunang'ang'ana nayo katika maisha haya. Hata mara nyingi tunashindwa. Na katika kanisa la Mungu aliye hai, jukumu langu ni gani? Kwa sababu nilisema na nimesema siku nyingi ya kwamba hakuna mwaminio ambaye ni shabiki wa kazi ya Bwana, kwamba wakati kazi ya Bwana inatendeka, yeye ni kushabikia, anashabikia. Ni mtazamaji wakati wengine wanafanya kazi, yeye ni mtazamaji na anatoa maoni mara kwa mara. Leo nimeona fulani imefanya hivi, imekuwa hivi. Hakuna mtu ambaye ni mtazamaji. Namaanisha kwamba kila mmoja wetu ana jukumu katika kazi ya Bwana, lakini mara nyingi hatujui jukumu hilo ni gani. Hatujui. Ni mambo mengi ambayo tunapambana nayo na tunakosa kufanikiwa kwa sababu tunaendea kwa njia isiyofaa. Wakati wowote ukiendea jambo kwa njia isiyofaa, litakuletea shida. Kama vile ambavyo Daudi siku moja ametaka kuleta sanduku la agano kwa sababu lilikuwa nje ya mahali pake kwa muda mrefu. Na siku moja akapata mzigo, angetaka kurejesha sanduku la agano ili liweze kuwa mahali pake, watu waweze kumwabudu Mungu wakielekeza nyuso zao mahali hapo. Na wakati alifikiria hivyo, wazo lake lilikuwa ni nzuri. Alikuwa na wazo nzuri, lakini namna yake ya kutekeleza haikuwa nzuri. Kwa sababu tunajua kwa hakika neno la Mungu linakuja kwa nabii. Na kulikuwa na nabii nchini ambaye alikuwa anaitwa Nathan, na walijuana na Daudi, na aliwahi kuongea siku nyingi na Daudi hapo kabla. Lakini ilipofika kuleta sanduku la agano, Daudi alipuuza nabii. Akaenda kwa viongozi wa kijeshi, akaweza kuongea nao vile ambavyo wanaweza kubuni mbinu ya kuleta sanduku la agano. Watu ambao neno la Mungu haliji kwao, watu ambao hawana mawasiliano na Mungu, ndio Daudi alienda kuongea nao. Na Daudi akaenda akaongea nao, na wakaja na pendekezo. Na hivyo ndivyo ilivyo mara nyingi, ya kwamba unakosa kutafuta Mungu kwa ajili ya jambo fulani, unaendea watu kutafuta mapendekezo, na hutakosa mapendekezo. Hutakosa. Watu watakupatia mapendekezo. Ni kama mtu mmoja nilisikia akisema ya kwamba ukiingia katika duka la dawa, chemist, huwezi kutoka bila dawa. Kwa sababu ni biashara. Na hakuna kitu unaweza kutaja wakuambie hawana dawa kwa ajili ya jambo hilo. Chochote ambacho unataja, watakwambia dawa iko hapa. Na hiyo wanakuambia bila kujali yale madhara unaweza kupata. Hawajali madhara kwa sababu hapa wanaona ni nafasi ya kufanya nini? Ya kuuza waweze kupata pesa. Ndio sababu tunatakiwa kuwa na watu wa imani. Ili watu wasifanye majaribu na mili yetu. Experiment na mili yetu, wakitumia dawa hii, dawa ile, dawa hii, jambo kama hilo. Ukienda kwa watu utapata mapendekezo. Jambo la kwanza ni kumwendea Mwenyezi Mungu wakati ambapo unafikiria juu ya jambo lolote. Unamwendea Mungu kwanza. Unaweza kuendea wanadamu, watakupatia mapendekezo, na mara nyingi atakuingiza kwa shida kwa sababu hukutafuta ushauri wa Mungu. Na hivyo ndivyo Daudi alifanya. Wakati aliendea wale watu wanajeshi, wakamwambia sasa tutengeneze gari mpya hapa la kuvutwa na ng'ombe, na tutawekelea sanduku la agano hapo ndani. Na Daudi akafanya hivyo, na hilo jambo ni kinyume na neno. Kwa sababu Musa alikuwa amesema vile ambavyo sanduku la agano linafaa kubebwa kupitia mabega ya makuhani. Na hapa ameambiwa afanye kitu ambacho Musa hakusema. Na akatengeneza revival kubwa sana. Unajua unaweza kubuni kitu na unaonekana kama kuna Mungu ndani yake. Nabii anasema Daudi alikuwa amekodisha watu wengi sana, watu wa kucheza dansi. Wengine walikuwa wanaitwa special shouters. Unaona? Kupasa sauti kwa njia ya kipekee. Kuonesha kuna revival wakati unaleta sanduku la agano. Mnaleta sanduku la agano, wazo ni nzuri, lakini namna ya kutekeleza ni kinyume na neno la Bwana. Na wakacheza dansi kwa uwezo wao wote, Biblia inasema hivyo. Nabii anaweza kueleza jambo hilo na kutupatia picha yake. Lakini kwa sababu jambo lote lilikuwa ni kinyume na mapenzi ya Bwana, akasababisha wale ng'ombe ama lile gari kuanza kuinama upande mmoja, hivi kwamba
sanduku la agano lingeanguka chini kwenye ardhi, na ni Mungu anasababisha jambo hilo lifanyike hivyo, ili aoneshe ya kwamba huu mpango wote mimi siko ndani, kwa sababu mmefanya kinyume na neno. Na wakati watu wawili walipoona ya kwamba, mtu mmoja alipoona ya kwamba sanduku linaenda kuanguka, kasema akimbie pale ili azuie sanduku kuanguka, Mungu asiaibishwe. Na anafanya hivyo, na yeye si kuhani, hatakiwi kugusa hilo sanduku hata. Nafanya hivyo, anakimbia pale aweze kuzuia sanduku kuanguka pale, Mungu asiaibishwe. Na Mungu akamuua papo hapo, kwa sababu ameenda kulitazama na yeye si kuhani. Revival yote ikasimama dakika moja. Na ilikuwa inaonekana kubwa sana, ni move ya Mungu. Vile madhehebu wanasema revival inakuja, ni muondoko wa Mungu, Roho Mtakatifu anatenda. Na wakati wanafanya hivyo, ni mambo yaliyo nje ya neno. Na watu wanasema ni revival kwa sababu ya ile mikakati ya kibinadamu ambayo wameweka pale ndani. Sio mipango Mungu anataka. Anataka tufanye mambo tukifuata neno lake, tukitii neno lake. Anataka tufanye kila kitu kulingana na neno. Na revival ikamalizika na kila mtu akaenda nyumbani, na Daudi akafa moyo kwa sababu Mungu ameua mtu pale, ametokea ghafla na ameua mtu, na revival imeisha, na kile ambacho walikuwa wanataka kutekeleza hawawezi kutekeleza tena. Nabii anasema wakati huu wote Daudi anafanya mambo hayo na kushauriana na viongozi wa kijeshi, wakati huu wote nabii alikuwa bado pale nchini. All the time the prophet was there. Nabii alikuwa pale nchini wakati Daudi anafanya haya yote, lakini alipuuza nabii. Alipuuza nabii, hakumwendea kwa sababu ya ushauri. Mwisho wakati anaona ya kwamba hili jambo limeshindikana, ndipo sasa alimwendea nabii, na ni baada ya kupata hasara hii, mtu amekufa, revival imeisha, hasara wamepata, wametumia nguvu nyingi sana na rasilimali, lakini hakuna matokeo, kwa sababu walienda kutekeleza jambo la kimaandiko kwa njia isiyo ya kimaandiko. Sasa wakamwendea nabii, nabii akawaambia vile Musa alisema, kwa sababu nabii huwa anaongoza watu daima kwa neno. Nabii akamwambia vile Musa alisema juu ya sanduku la agano. Sasa wakalileta kwa njia inayofaa, na wakati huu wakawa na revival ya kweli, wala hakuna mtu alikufa ama kuumia, kwa sababu wamekuja kwa njia inayofaa. Ya kwamba neno linakuja kwa nabii, nabii alikuwa katika nchi, nabii alipuuzwa, na Daudi akaendea njia tofauti. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Ni mara nyingi sana sisi waaminio tunakosa kutafuta Mungu ili aweze kutuelekeza, tujue mapenzi yake kwa ajili ya jambo fulani katika maisha yetu. Labda umefika katika hatua fulani na hujui uelekee wapi, unaona? Na mara nyingi badala ya kumtafuta Mungu, tunaanza kutegemea akili zetu wenyewe. Maandiko yanasema usitegemee akili zako mwenyewe. Mara nyingine tunaenda kwa wengine ili tuweze kupata ushauri. Tunaendea wengine. Ni kama vile sister mwana youth anaweza kuona ndugu anakuja, analeta proposal ya ndoa. Sister, nimeomba, nimeelekezwa kwako. Badala ya huyu dada aombe Mungu, anaenda kwa dada mwingine ambaye ni youth mwenzake. Anamuuliza unaonaje? Huyu atakusaidia namna gani? Hajapitia hiyo njia, hana hivi asema Bwana, atakusaidia namna gani? Unaona? Mara nyingi tunatumia akili zetu wenyewe ama tunaendea wengine, tunatumia guesswork, na ni kitu ambacho unafaa umwendee Bwana wakati wowote. Sasa vile tumesoma maandiko asubuhi ya leo, tumesikia maandiko yakisema hivi, Mungu anajua mipango alionayo. Kwa hivyo hakuna mipango unabuni. Na hapo ndio muhimu kuelewa, hakuna mipango unabuni ama unatakiwa kubuni, mipango iko tayari. You get my point? Mipango ya juu ya maisha yako iko tayari, kwa sababu Mungu amesema pale tumesoma asubuhi ya leo, ninajua mipango niliyo nayo. Kwa hivyo mipango iko na nani? Sio sisi, iko na Mungu. Kazi yetu ni kutambua. The plans are only there, waiting only to be discovered by us. Mipango iko pale, lakini sisi kazi yetu ni kutambua kile ambacho Mungu ameandaa kwa ajili yetu tayari. Ndio sababu tulisoma katika ujumbe mwingine, things that are to be, mambo ambayo yatakuwepo,
Nabii akisema hatua zako zilipangwa kimbele, pre-planned. Hatua zako zilipangwa kimbele. Na si wewe na mimi tulipanga, ni Mungu alipanga tuweze kupitia katika hizo hatua. Na wakati unakosa kupitia hapo, umeingia katika mapenzi ya kuruhusiwa. Na mapenzi ya kuruhusiwa daima yanaumiza mtu. Yatakuumiza kwa sababu si mapenzi makamilifu ya Bwana. Wakati nabii alienda Afrika Kusini, anatakiwa kwenda kuhubiri mahali fulani, kashawishiwa na wahubiri wengine asiende mahali hapo. Akajua hapa sasa nimeingia kwenye mtego na niko katika shida, kwa sababu hao ndio watu ambao ni kamati ambao inaandaa hii mikutano. Nabii akasema Mungu anataka hivi, nao akasema tunataka hivi. Akasema haya, tuendeni, lakini tutalipia. We are going to pay for it. Na yeye mwenyewe aligonjeka sana miezi 6. Mpaka karudi kwa Marekani, daktari akamwambia hakuna matumaini, you are gone, wewe umeisha. Mwishowe Mungu akamsaidia, lakini mambo hayo yalikuwa yanafanyika hivyo kwa sababu alikosa kutii kile Mungu alimwambia, kashawishiwa na watu, akaingia katika mapenzi ya kuruhusiwa. Mapenzi ya kuruhusiwa yataumiza mtu kila wakati. Yatakuletea shida, yatakuumiza kila wakati. Na mara nyingi tunapitia mapenzi ya kuruhusiwa. Tunatakiwa kuishi maisha yetu katika mapenzi makamilifu ya Bwana, sio mapenzi ya kuruhusiwa. Not permissive will, but perfect will. Unaona? Sasa Mungu ana mipango tayari kwa sababu ya maisha yako. Mungu anajua vile unafaa kushinda majaribu. Mungu anajua kama sasa umemaliza shule, tuseme kwa mfano, na unafikiria juu ya college, Mungu anajua unafaa kusomea kitu gani. Mara nyingi hatuoni kama Mungu anahusika katika jambo kama hilo. Tunaona hilo ni jambo letu tufikirie. Ni sababu unasikia walimwengu wakisema Mungu alikupatia akili ili uwe unatumia akili. Mungu huyu ambaye alikupatia akili anasema mahali pengine usitegemee akili zako. Na alikupatia, lakini sasa anasema usitegemee. Kwa sababu akili za binadamu zinaweza kukuongoza kwa njia yoyote. Your brain can lead you in any direction, your mind. Anasema usitegemee akili zako mwenyewe, na anajua una akili, alikupatia. Anasema mtegemee Bwana. Anasema hivyo. Mungu anajua unafaa kufanya nini. Mara nyingi huwa tunafanya jambo eti kwa sababu tumesikia wengine wakisifu jambo hilo, wamelipendekeza, wamesema vile ambavyo lina faida. Sasa na sisi tunaingia pale. Tunaingia pale. Ni ile inaitwa herd mentality. Tunaenda pale kama kundi la ng'ombe tu kwa sababu tumeambiwa direction ni hii. Lakini Mungu ana mipango kwa ajili ya maisha yako kama mtu binafsi. Na labda vile ndugu mwingine atafanya ama Mungu atamuongoza kwa njia hii, labda mapenzi ya Mungu kwa ajili yako si hayo. Hata hutakiwi kufanya kama ndugu mwingine eti kwa sababu ni ndugu ama ni dada, kwa sababu mwisho wa siku sisi ni watu binafsi. Na Mungu kuna ule uwezo ameweka ndani yako. Na una upekee wako, na Mungu anajua hayo. Kwa hivyo angetaka akuongoze kulingana na vile ambavyo amekufahamu na vile ambavyo umetengenezwa. Ndio sababu nasikia nabii anasema ya kwamba inakuwa vigumu Mungu kufanya kanisa lake adoption, kuliweka mahali pake katika mamlaka, kwa sababu wote wanataka wafanye kitu kimoja. Mmoja akifanya jambo, akiongozwa kufanya jambo, wengine wote wanataka wafanye jambo hilo. Unaona? Anasema Ephraim anataka afanye vile Manase anafanya, na anataka ingie ile kona ya Manase pale. Anasema inakuwa ni vigumu sana Mungu kuweka kanisa lake katika nafasi yao. Anasema inakuwa ni vigumu sana. Na hiyo ndio shida. Nabii anasema tumetengenezwa kwa njia tofauti. Anasema tuna asili tofauti. Anasema we are cut out different, we are natured different. Kila mmoja ana asili tofauti na ametengenezwa kwa njia tofauti kwa ajili ya kazi tofauti katika mwili wa Bwana. Unaona? Na hata katika maisha ya kawaida. Mungu anajua angetaka kama umemaliza shule utasomea nini, lakini Mungu anataka umtafute ili uone mipango aliyo nayo, kwa sababu ile file, kama ningesema kwa lugha ambayo tutaelewa, ana ile file tayari. Na hakuna mambo mapya Mungu anaandika, yamekuwa pale siku zote namna hiyo. Kile tunahitaji ni kutambua kile Mungu alicho nacho kwa ajili yetu.
Si kubuni chochote, ni tutambue Mungu amepanga nini kwa ajili yetu. Mungu anajua unafaa kuoa nani ama kuolewa na nani. Yeye ndiye ana ule mpango. Sisi hatuna. Yeye ana ule mpango, na unafaa uende pale ili waambie Mungu, sasa ondoa pazia niweze kuona mpango wako juu ya maisha yangu ya ndoa. Kwa sababu anajua ni nani huyo anayekufaa, ana ule mpango tayari, na hiyo ndio sababu huwa tunasema ndoa ni ufunuo. Ni ufunuo wa kile Mungu amewaza tayari. Ni kama vile Eliezer alifika pale Mesopotamia, na wakati anaomba, wakati huo Rebeka hajatokea, wakati Eliezer anaomba, kaambia Mungu, unajua wasichana wa mji huu. Unawajua. Na unajua ni nani umeteua. Kwa hivyo limekwisha. It is already past tense. Ni nani umeteua kwa ajili ya bwana wangu. Kwa hivyo yule ambaye ameteuliwa, jambo hilo limeisha. Shida ya Eliezer si kuteua, hakuambiwa akateue. Shida ya Eliezer haikuwa ni kuteua msichana huyo, shida yake ilikuwa ni kutambua yule ambaye Mungu ameteua. Kwa sababu uteuzi ulikuwa umeisha. Lakini Eliezer hajui ni nani huyo ambaye ameteuliwa, lakini Mungu ameteua na Mungu anajua ni nani, na hilo limeisha. Sasa shida ya Eliezer si akateue. Sijui kama tunaona jambo hilo. Shida ya ndugu ikifika ni kuoa, si aende ateue, ati mimi nateua huyu dada. That is too casual. Kusema tu mimi nateua huyu, that is too casual. Shida sio hiyo. Shida ni hii, Mungu ameteua tayari. Lakini kazi yako ni discovery. Wewe ungetaka utambue ni nani huyu Mungu aliteua kwa ajili yako. Na hiyo ndio inaitwa ndoa ni ufunuo. Ufunuo huo ni kutambua aliyeteuliwa. Wakati tunasema marriage is a revelation, ndoa ni ufunuo, sio kingine, ni kutambua yule aliyeteuliwa tayari. Si wewe uteue, tambua aliyeteuliwa. Eliezer alitambua kwa njia gani? Kwa maombi. Ni kuomba, alikuwa naomba. Kaomba, Biblia inasema na kabla kumaliza kuomba, ndiye huyo Rebeka katokea. Na akatimiza yale yote ambayo Eliezer alikuwa anaonea shauku. Akatimiza hayo na ikajulikana ni yeye. Na hivyo ndivyo ilivyo. Na ndio sababu Ibrahimu alikuwa amemwambia, malaika wa Bwana atakutangulia. Unaona? Alimwezesha kuona ni nani ambaye ameteuliwa. Na Rebeka akatimiza yale yote ambayo Eliezer alikuwa anatamani, akayatimiza. Na hivyo ndivyo ilivyo nasi, ya kwamba kile unahitaji ni kutambua, kwa sababu mipango Mungu haiandai saa hii. Mipango hii Mungu aliandaa kabla ya misingi ya ulimwengu. The plans have always been there. Lakini kile unahitaji wakati wote ni kutambua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya jambo hilo katika maisha yako. Ikiwa ni ile kazi unafaa kufanya, hata hiyo mipango Mungu anayo. Nasema hapana, Mungu haingili mambo kama hayo. Ana hiyo mipango. Ana hiyo mipango. Kama hutatambua mipango hiyo, utakuwa ukifanya hii kazi wiki moja, unatoka. Unaingia hii wiki 3, unatoka. Unaenda ile nyingine, unasema mambo si mazuri bado. Kwa sababu hukuona haja ya kumtafuta Mungu, uliona ya kwamba hapo unaweza kujisaidia. Na ndio sababu Mungu anakuacha ujisaidie. Na unajua huwezi kujisaidia. Unatoka hapa, unafeli. Unapoenda pale, unafeli. Mambo yako yote mkabidhi Bwana na atayatimiza. Usione kama kuna kitu ambacho unafaa kuingilia bila kutafuta ushauri wa Bwana. Wakati Petro alikuwa anavua samaki usiku mzima na wasipate chochote, wakati Bwana Yesu alitokea asubuhi yake, akamwambia weka nyavu pale. Chukueni nyavu zenu mweke pale. Walipoweka pale, samaki walikuwa wengi sana, nyavu zile zikaanza kukatika. Kwa nini Petro hakuwa ameona hapo awali? Kwa sababu sasa mapenzi ya Mungu kwa ajili yake wakati anafanya hiyo shughuli yamewasili. Yamefunuliwa. Tuseme hivyo, mapenzi ya Mungu yamefunuliwa, na hiyo ndio sababu wanapata samaki kiasi hicho, na hakupata hata mmoja kabla ya hapo. Kwa sababu Mungu anajua mipango aliyo nayo. Na mara nyingi tunaingia kwa shida kwa sababu hatutafuti Mungu tuweze kujua mipango yake kwa ajili ya maisha yetu. Brother, sister, acha tuwe watu wa kutafuta uso wa Mungu kila wakati na kumuuliza mapenzi yako ni yapi hapa.
Usiwe ni mtu wa kujiongoza ama kuongozwa na mapendekezo ya watu. Acha uwe ni mtu ambaye anatafuta ushauri wa Bwana na kujua mapenzi ya Mungu ni yapi. Mungu anajua mambo haya yote. Mungu anajua mpaka mahali angetaka uishi katika maisha yako, makazi yako, residence. Mahali unatakiwa kuishi, Mungu anajua na ana hiyo mipango. Hata hiyo ndio, kwa sababu ana mipango yote ya maisha yako. Anajua ni wapi unafaa kuishi. Na kile ambacho tunafaa kufanya ni kumuendea tumuulize, mapenzi yako ni yapi kwa ajili ya maisha yangu? Ungetaka niishi wapi? Na Mungu wakati kama ni Mungu anakuongoza, kuna mambo hawezi kufanya. Hawezi kukupeleka mahali ambapo itakuwa ni vigumu kwenda ushirika. Mara nyingi unasikia ndugu walienda mahali ambapo hawezi kuenda ushirika. Nasema alipata kazi, lakini hiyo kazi mahali ilipo hawezi kwenda ushirika. Na hata akisema ni live stream, network ni mbaya. Na sasa unashindwa, na ni Mungu alimuongoza pale ama alijiongoza? Kwa sababu Mungu hawezi kukusaidia kuvunja neno lake. Mungu anasema msiwe na desturi ya kukosa kukutanika kama ilivyo na wengine. Msiwe na hiyo desturi. Hasa mkiona ile siku inakaribia. Hawezi kukupeleka mahali ambapo hutaenda ushirika. Kwa hivyo wakati tunajipata katika mazingira kama hayo, tunafaa tujiulize, ni Mungu ameniongoza hapa ama ni akili zangu mwenyewe ama ninaongozwa na watu wengine? Nilitafuta Mungu kweli kwa ajili ya jambo hili ama nilijiongoza hapa? Tunafaa tujiswali sisi wenyewe, kwa sababu Mungu hana desturi ya kufanya watoto wake wakiuke neno lake. Angetaka watii neno lake. Na ndio sababu tunaingia katika shida nyingi hivi, kwa sababu kutafuta Mungu juu ya hili ama lile. Tulikosa kutafuta Mungu nasi tukaingia katika shida. Hebu tusome ujumbe hapa kabla ya wakati kwenda sana. Ningetaka tusome ujumbe mmoja. Nafikiri unaitwa Mungu anafunuliwa katika neno lake mwenyewe. Aya 163. Ningetaka usikie pale. Aya 160 ngapi? 63 hapo aya kadha inasema hivi, and be his subjects, we must walk close to the author to understand it, for to reveal it. Lazima ili tuweze kuwa chini ya mamlaka ya Mungu, lazima tutembee sana karibu naye. Yeye mwandishi, ni mwandishi wa Biblia, tuweze kuielewa, aweze kuifunua. Na nabii anasema, "Oh Lord, what will thou have me to do?" Mungu, ungetaka nifanye nini? Unaona? Kwa sababu mipango anayo, kile tunahitaji ni kutambua tu ile mipango Mungu aliyo nayo kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila hatua ya maisha yetu. Anasema, "What will you have me to do? If I must go to the fields and preach the gospel, or must I stay at home?" Je, yafaa niende uwanjani kuhubiri injili ama nikae nyumbani? No matter what it is, if I must be a good housewife, haijalishi ni nini. Kama yabidi niwe mke mwema nyumbani, if I must be a good mother, ama mama nzuri, if I must do this, that or the other, ama hiki ama kile. Nabii anasema lazima tumuulize Mungu. Tumuulize Mungu angetaka nini na maisha yako. Jambo la kwanza, kumbuka maisha yako siyo yako, ni ya Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema ya kwamba wewe ni mali ya yule ambaye alikununua. Alikununua kwa damu yake, na sasa wewe ni mali yake. Na ukiwa ni mali ya mtu mwingine, huwezi kujiongoza vile unataka, yabidi huyo akuongoze. Na Mungu atusaidie tusiwe ni watu wa kumpinga Mungu. Unajua watu huwa wanapinga Mungu. Resist the will of God. Kama wale Stefano waliongea nao akasema, kazi yenu kila wakati ni kumpinga Roho Mtakatifu, vile ambavyo baba zenu walifanya kule jangwani. Tusiwe ni watu wa kumpinga Mungu, ama unaona mapenzi yako ni yanafaa kuliko mapenzi ya Mungu. Unaona jambo hilo? Wengi ambao wanasema wanatarajia rapture, hata katika madhehebu na wapi, wanatazamia unyakuo. Wakiambiwa ya kwamba unyakuo labda utatukia mwaka huu, utaona labda hawako wanafikiria hivyo, kwa sababu kuna mradi fulani walikuwa wanataka kuanzisha na wangetaka kuona progress. Huu mradi utaenda namna gani? Mapenzi ya binadamu, tamaa ya binadamu,
Nataka kuniambia mradi una maana yoyote nikiambiwa ya kwamba leo shida zako zimefika mwisho, unaenda ng'ambo ile nyingine, sasa unaniambia mradi ni wa maana kuliko mimi kupumzika na kuweza kuondoka katika hii shida? Kwa sababu kuna kitu cha kibinadamu hakijang'olewa. Tamaa kwa ajili ya dunia hii ya sasa. Unaona jambo hilo? Anasema no matter what it is, if I must be a good housewife, a good mother, or the other, haijalishi kama ni mke mwema nyumbani. Unauliza haya ni mapenzi ya Mungu? Ndio, ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu. Na pia anasema hivyo. Ama mama mzuri, whatever it is, if I must be a farmer, sikia. Na unaona mara nyingi tunaona Mungu hashughuliki na mambo hayo. Tunafikiria tu Mungu anashughulika na mambo ya kiroho. Mungu anashughulika na kila kitu cha maisha yako. Je, Bwana ungetaka niwe mkulima? Hayo ni mapenzi ya Mungu pia. Muulize kama mapenzi yake kwa ajili ya maisha yako ni hayo. Unaona? Whatever it is, Lord, what do you have me to do? Haijalishi ni nini Bwana, ungetaka nifanye nini? Wasn't that what Saul cried down, Lord, what do you have me to do? Huyo ni Paulo, huyo si Saul yule mfalme, huyo ni Paulo kabla ya kuitwa Paulo. He was on his road down to put all the church into prison, but then he cried out, what would you have me to do? Alikuwa anaenda kutesa kanisa, lakini baadaye akaanza kusema ungetaka nifanye nini? When the light turned on as a big pillar of fire hanging above him, what would you have me to do? Wakati uwepo wa Mungu ulimjia, alianza kumuuliza Mungu, ungetaka nifanye nini? Mapenzi ya Mungu kwa ajili ya Paulo yalikuwepo, lakini hakuwa anayajua. Na ndio sababu wakati aliangushwa, nitarudi hapo kusoma, lakini sijamaliza nukuu. Wakati aliangushwa na hiyo nguzo ya moto, na akaambiwa aende kwa mwanafunzi mmoja ndugu ambaye alikuwa anaitwa Anania wa Damascus, si yule ambaye alikufa kwa udanganyifu. Alipoenda kwa Anania alianza kulalamika. Bwana, unajua huyu mtu vile anatesa watakatifu wako, hata sasa amekuja na barua hapa ili akipata watu wa njia hii, yaani tuseme imani ya kimitume, awatese. Sikia vile Mungu anamwambia Anania wa Damascus. Anamwambia ni chombo changu kiteule. Fanya tu vile nimekuambia kwa sababu ni chombo changu kiteule. Mungu hateui saa hiyo. Paulo alikuwa hivyo siku zote lakini hajui. Ni chombo changu kiteule ili aweze kupeleka injili kwa Israeli, number 1, mataifa number 2, na wafalme number 3. Na ndio sababu hatua ya Paulo ya mwisho ilikuwa ni kule Rome akikutana na Kaisari wafalme. Mipango hiyo yote juu ya maisha ya Paulo Mungu alikuwa nayo kabla ya misingi ya ulimwengu. Lakini wakati Paulo alianza maisha yake hapa duniani, alianza na upofu bila kujua hiyo ndio mipango ya Mungu kwa ajili yake, na kwa hivyo akaingia katika kutesa kanisa. Na hiyo mipango saa yote iko pale na Mungu, lakini ilikuwa imetua muhuri kwake. Na panapo majira Mungu akafunua mapenzi yake kwa ajili ya maisha ya Paulo, ili aanze sasa kutembea katika maisha hayo. Na hiyo inakuonesha si Paulo peke yake ama mwingine, hata na sisi Mungu ana mipango kwa ajili ya maisha yako. Tumalize kusoma hapa. Tumalize. Anasema hivi, na nikuomba naomba hapa. Anasema I think that's a good word to close on. Nafikiri hilo ni neno nzuri la kufunga. And say, Lord, what would you have me to do? Bwana, ungetaka nifanye nini? When I see this scripture so perfectly revealed right now, Lord, what would you have me to do? Bwana, ninaona hili andiko limefunuliwa kwa njia sahihi namna hii, ungetaka nifanye nini? Na wakati ambapo wanainamisha vichwa kuomba, nabii anasema, I ask everyone in here to search out your hearts and ask that question, Lord, what would you have me to do? Ninaomba ya kwamba kila mmoja ajiulize swali, Bwana ungetaka nifanye nini? And you people, if you are on the telephone wires out across the nation, ni kama vile tunasema kama uko online siku ya leo. Siku hiyo ilikuwa ni telephone wires. Alright? You bow your head and ask. Uinamishe kichwa na uulize, Lord, what would you have me to do? Bwana ungetaka nifanye nini? Seeing that we are here in the last days and the last hours, just so perfectly before us, so plainly revealed, what would you have me to do? Bwana ungetaka nifanye nini? Kuona kuwa tuko wakati wa mwisho na tuko masaa ya mwisho, ungetaka nifanye nini? Dear God, while they are asking you that question,
I ask myself to you, what would you have me to do? Bwana, wakati wanajiuliza swali hilo, hata na mimi nauliza, ungetaka nifanye nini? As I realize that each day must be counted for. Ninatambua ya kwamba kila siku lazima ihesabiwe. Na nikusema ya kwamba kila siku tutatoa hesabu yake mbele za Mwenyezi Mungu. And I pray that you help me, Lord, to live so that each day will be counted to your honor and glory. Nisaidie kuishi maisha hivi kwamba kila siku itatumika kukuletea sifa na utukufu. Unaona, nabii anaomba na anasema ya kwamba kila mmoja wetu anafaa aulize, Bwana, ungetaka nifanye nini? Kwa sababu hakuna mipango Mungu anatuambia tubuni ama tutengeneze. Ana mipango yote tayari. Ana mipango yote tayari. Lakini kile ambacho anahitaji Mwenyezi Mungu, kile ambacho anahitaji sisi tuweze kutambua mipango aliyonayo. Na Mungu haandiki hiyo mipango sahi, amekuwa nayo siku zote. Tunahitaji discovery peke yake. Na hiyo itafanya maisha yako kuwa rahisi sana. Kwa sababu sini yako itakuongoza, ni mipango aliyonayo Mungu kwa ajili ya maisha yako imefunuliwa kwako. Sasa unakuwa aligned. Unawekwa mstari mmoja na neno. Na hapo ndio tunaweza kusema ya kwamba mapenzi yako yakafanyike hapa duniani vile yanafanyika kule mbinguni. Kwa sababu unatembea kulingana na neno. Unatembea kulingana na mpango wa Mungu wa hapo awali ambao alitengeneza kwa ajili yako. Unatembea katika ule mpango. Tunafaa tuwe na hiyo desturi ya kukabidhi kila kitu kwa Bwana. Zaburi 37, hebu tusome tufungie hapo. Zaburi 37 mistari kadha hapo. Inasema hivi. Inasema hivi 37 inasema hivi. Usikasirike, wacha nisome mstari wa 5. Umkabidhi Bwana njia yako, commit your way to the Lord. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Ni kusema atatimiza kile ambacho unatarajia. Ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Unaona jambo hilo? Sitaki hata kuzidi hapo, lakini nasema ya kwamba ukabidhi Bwana njia yako na ataitenda. Kwa hivyo kazi yetu kama waaminio ni kutaka kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu kwa ajili ya kila jambo ambalo inatuhusu. Hakuna mipango Mungu anataka tutengeneze. Hakuna mipango Mungu anataka tubuni. Mungu anataka tutambue mipango aliyo nayo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Si unaona vile naambia Anania wa Damaski, huyu ndiye chombo ambacho nimejiteulia. Kwa hivyo limeisha. Ni jambo limeisha tayari. Aweze kupeleka injili kwa Israeli, watu wa mataifa na wafalme. Ni jambo ambalo limeisha, lakini mhusika hakuwa anatambua, alizidi katika upofu wake na kutesa kanisa. Na siku moja akaona mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yake, akajiweka katika mstari mmoja, alignment na mapenzi ya Mungu. Akaanza kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Baadaye anasema bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Na kuna wakati Paulo hakuwa anampendeza Mungu kwa sababu hakuwa anatembea kwa njia ya imani. Na imani ni ufunuo wa mapenzi ya Mungu. Nabii anasema faith is a revelation of the will of God. Wakati mapenzi ya Mungu kwa ajili yake yalifunuliwa, akaanza kutembea kwa imani. Akiwa mstari mmoja na Mungu, akiwa aligned, anatembea pamoja na Mungu. Na hivyo ndivyo Mungu anataka katika maisha yetu. Tusitegemee akili zetu wa ndugu na wadada, na usiongozwe na watu wengine, lakini tafuta Mungu kwa sababu ana mipango juu ya maisha yako. All the plans are there. Haijalishi ni kitu gani umefikia, lakini ana huo mpango kwa ajili ya hilo shauri, kwa hilo jambo. Tutafute Mungu kwa sababu ya maisha yetu, kila hatua Mungu anahusika na Mungu anajua mipango aliyo nayo. Ningetaka tuombe tuweze kufika hapo. Baba yetu Mwenyezi Mungu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakupatia sifa na shukurani, tunakuenzi, tunasema ya kwamba unastahili.
Asante Bwana kwa nafasi kama hii ambayo umetujalia. Tuweze kushauriwa na neno lako, namna ya kujiendesha, namna ya kujua mapenzi yako, ili tuweze kuimarika katika maisha yetu na tuishi maisha ambayo Bwana yanakupendeza. Maana tunajua sisi si mali yetu wenyewe, ni mali ya yule ambaye alitukomboa. Tungetaka tuishi Bwana kwa ajili yako, tuishi maisha ambayo yanakupendeza usiku na mchana. Baba, ni asante, ongoza kila mmoja wetu. Tusaidie Bwana, tuweze kuwa na tabia ya kutafuta mapenzi yako kila wakati. Tufikiapo Bwana jambo lolote ama uamuzi wowote Bwana, tusidhamirie kufanya chochote Bwana. Tusiendee wanadamu kwanza, lakini Bwana tutafute ushauri wako, tuweze kujua mapenzi yako kwa ajili yetu ni yapi. Asante Mwenyezi Mungu, saidia kila mmoja wetu aweze kuchunguza mle ndani, aone kile ambacho anahitaji, aone vile ambavyo anahitaji Bwana kutembea karibu na wewe ili umjuze mapenzi yako. Mungu wetu ni asante, tusaidie kuweza kuwa na ushindi. Takasa moyo wa kila mmoja wetu, takaza mawazo ya kila mmoja wetu, na utusaidie kutafakari juu ya neno kila wakati. Mara nyingi sana wakati wetu Bwana unatumika katika mambo yasiyofaa. Tusamehe Bwana, na utusaidie kutumia wakati mwingi Bwana tukifikiria juu ya ufalme wa mbinguni. Biblia inasema katika Wakolosai, tusinie juu ya mambo yaliyo hapa duniani, lakini tunie mambo yaliyo kule mbinguni alipoketi Kristo. Baba, ni asante, tuwaseme unastahili. Wote ambao ni wagonjwa, naomba ya kwamba uweze kuwaponya. Wote ambao wameonewa na yule muovu, wakomboe siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Mipango ya shetani dhidi ya maisha yetu, ninaomba uweze kuiangamiza. Tunakupatia sifa na shukurani na utukufu. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.